kama uliotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hiyo vyombo, mifumo, taasisi na watu binafsi wote tulikuwa kama tumechanganyikiwa. Sasa ikatokea wenye mamlaka wakaanza kamata huyu, kamata yule, kamata yule. Wako wengi wameshagundulika kwamba kwa kweli hawahusiki kwa namna yoyote, wameshaachiwa. Lakini waliobaki nao si wachache, ni wengi ambao bado wameshikiliwa hapa au pale. Watu wengi wana taarifa za walioshikiliwa kitaifa, walioshikiliwa ambao macho yanawaona zaidi. Lakini tunasisitiza waliokamatwa, ndugu wanajua kwamba ndugu zao wengine waliokamatwa bado hawajaachiwa. Kwa hivyo tumetoa wito kwamba ili michakato hii iendelee vizuri katika hatua ya kuliponya taifa, ni lazima kuwaachia watu wote waliokuwa wameshikiliwa kwa tuhuma zinazohusishwa na matukio ya tarehe 29 Oktoba. Hilo jambo la kuwaachia ni hatua ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba taifa tunaingia kwenye hatua za kuliponya taifa. Na mifano tunayo. Sisi wengine kwenye uzoefu wa hili, ziko sehemu ambazo katika hatua za kuliponya taifa ilibidi hata waliokuwa msituni wanapigana. Vikundi vya waasi viliweka silaha chini na kuja kushiriki kwenye michakato ya kuliponya taifa. Sudan tumefanya hivyo, Darfur tumefanya hivyo. Na hakuna mtu anapaswa kuendelea kumshikilia yeyote au useme nyinyi mlikuwa msituni ngoja sasa tuwakamate. Hapana, kwa sababu utakuwa huna nia ya kuliponya taifa. Mchakato mwingine ambao unahitajika kwa sasa ni baada ya mchakato wa forensic katika hatua za kuliponya taifa, na baada ya tukiwa tumewaachia watu wote hao, nchi yetu ikiwaachia watu wote hao ili waje washiriki kwenye mchakato wa kuponya taifa, kunahitajika mchakato wa katiba mpya, mchakato utakaokuwa shirikishi. Sasa sisi kama timu tumeona kwamba kuna kutamkwa kwamba mchakato wa katiba mpya unakuja. Sasa utaendeshaje mchakato wa katiba na watu wako jela? In fact tulimuuliza na kumshauri Rais Daktari Mchungaji Lazarus Chakwera, hivi watu sasa hivi wako jela, wako rumande, utakamilisha mchakato huu bila kuwaona? Kwa kweli hii ni faraja kwamba baada ya kumuuliza maswali haya na kumshauri, tumeona kwamba amejiongeza angalau wachache ambao wako jirani na Dar es Salaam au wako mkoa wa Dar es Salaam kwenye mahabusu, ameweza kuwatafuta na kuweza kuonana nao. Wengine mtakuwa mnaona labda haya yametokea tu, lakini ijulikane kwamba kuna watu walimuuliza, kuna watu walimshauri, ndio ameamua kuweza kuwafikia hata hao walioko mahabusu. Na ukiacha mchakato wa katiba mpya, kunahitajika kama zao la mchakato wa katiba mpya kufumuliwa kwa mfumo wa uchaguzi wa nchi yetu. Mfumo wa uchaguzi wa nchi yetu hauko vizuri hata kidogo. Hauna uwazi, hauna usimamizi ulio madhubuti. Huwezi hata kujua kama kweli kura bado ina thamani. Kura Tanzania, ukipiga kura, ndio maana watu hata wajitokeze kwenda kupiga kura sasa hivi, kwamba hivi kura yangu italeta mabadiliko yoyote? Watu wanaamini kura zao hazileti tena mabadiliko yoyote, na hili jambo ni jambo la kulifanyia kazi, kwa sababu jambo hili lisipofanywa kazi, kama kura haisadifu maamuzi ya wananchi wanaopiga kura, maana yake uchaguzi unatumia pesa za ulipa kodi za bure. Inakuwa sasa mko kwenye mfumo ambao huo sio mfumo wa uchaguzi. Na sambamba na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, yanahitajika mabadiliko, maboresho ya mfumo mzima wa siasa kwenye nchi yetu. Mfumo wa siasa kwenye nchi yetu umekuwa ni mfumo ambao kwa kweli unawalakini, unasuasua. Imefikia mahala pesa sasa inatumika kwa mfano kiasi ambacho mtu ambaye hana mtu wa kumshika mkono anaweza asije kushika uongozi kabisa katika nchi yetu. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa kuhitimisha hayo yote, unaweza kushauri, na tulishauri hivyo, kwamba Tanzania hapa sasa tulipofikia kwa mgogoro uliotupata Oktoba tarehe 29 na kabla ya hapo na baadaye, Tanzania imefikia mahala kwamba haitakuwa kosa kushauri kwamba tunahitaji tuingie
kwenye mfumo wa siasa wa mpito, mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa, serikali ambayo itahusisha kwa mpito, kwa utaratibu huu wa mpito, kwa sababu watu wanaguna kama kweli kura walioipiga ndio iliyoleta viongozi waliopo hivi leo. Kwa hivyo unaweza kusema kitaalamu Tanzania imefika mahala ili tuweze kusimamia mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya kikatiba kwa pamoja, kwa kuaminiana. Tunahitaji tufikirie hivi sasa mfumo ambapo sio tu watu wa chama kimoja, vyama mbalimbali, makundi mbalimbali yanaweza yakawakilishwa kwenye mfumo wa kiserikali, ili kwa pamoja kama nchi tusimamie utaratibu wa kuleta mageuzi ya kimfumo, mageuzi ya kikatiba, mageuzi ya kisheria, kusudi Tanzania ya mwakani, Tanzania ya kutoka sasa, iwe ni Tanzania tofauti, imani ya wananchi irejee, na tuwe na nchi ambayo sote tunajiona ni Watanzania, pasipo wengine kujisikia ni Watanzania zaidi na wengine ni wanyonge hadi hawajioni kama ni Watanzania. Kwa ufupi, hayo ndiyo nyongeza yale ambayo timu yetu ilishauri na nimeona niyaseme kwa ufupi. Asante ndugu Deus Kibamba. Mimi Mwalimu Azaveli Lwaitama niliongezea yafuatayo kutokana na uzoefu wangu na masuala ya falsafa na stadi za mawasiliano na tafakuri tunduizi katika kutoa ushauri kwa tume ya Jumuiya ya Madola inayoongozwa na Daktari Mchungaji Rais mstaafu Chakwera. Kwanza nilisisitiza kwa niaba ya wenzangu muhimu wa kushirikiana kwa karibu na taasisi zenye kuaminika pamoja na watu mashuhuri wanaoheshimika na kuaminika, ili kuwezesha timu ya Jumuiya ya Madola kufikia, kukutana na kusikiliza watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kuwafikia inahitaji ni nani unakutana naye, kwa vipi, wewe ulijuaje kwamba yupo, kusudi aweze ukazungumza naye. Huo mchakato lazima uangalie vizuri, kwa sababu kama wewe utakuwa rais mstaafu unazunguka kwenye itifaki ya rais mstaafu sasa vijana walioathirika ambao labda walikuwa na kwepa kwa wasiwasi wasije wakadhurika wakijitokeza nahitaji utengeneze. Nafikiri ndio maana ndugu Kibamba alikuwa anazungumza juu ya labda mchakato wa forensic